Halmashauri yetu ya Ileje ilianzishwa mwaka 1975 ambapo kipindi hicho walikuwa wanatumia majengo ya mkuu wa wilaya, lakini kadri siku zilivyokuwa tunakwenda, pamoja na changamoto na kuwepo kwa watumishi kuajiriwa katika halmashauri yetu, serikali katika kuboresha mazingira ya kufanyia kazi watumishi iliweza kutuletea fedha, lakini pia tutenga kwenye bajeti kiasi cha bilioni 3.8 ambapo mpaka sasa tumepokea bilioni 2 kwa miaka miwili mfululizo. Mheshimiwa Waziri, halmashauri ilitangaza tenda katika kupata mjenzi wa jengo hili na taratibu zote zimefuatwa, lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ndio 2024 ujenzi huu umeweza kuanza. Mheshimiwa Waziri, hadi sasa halmashauri imeweza kulipa milioni 593 katika hatua mbalimbali za ujenzi. Hata hivyo, Mheshimiwa Waziri, jengo letu hali ilivyo hadi sasa kama unavyoona, ujenzi unaendelea, iko katika hatua ya ufungaji wa nondo kwa nguzo za mlalo kwa ajili ya kuweka slabu ya ghorofa ya kwanza. Mheshimiwa Waziri, jengo letu linaendelea vizuri, lakini pia changamoto mbalimbali ziweza kutokea. Moja wapo ni kukutana na mwamba mkubwa mgumu ambao uliweza kuchelewesha ujenzi huo. Hadi sasa Mheshimiwa Waziri, tunaendelea vizuri. Tunaomba sasa tukaribishe uweze kukagua jengo letu, lakini pia uweze kutupandia mti katika jengo hili kama kumbukumbu ya wewe kufika katika halmashauri yetu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Shukuru na nikukaribishe katika eneo hili la Ileje. Tangu tumekaribisha Songwe, sasa karibu tena eneo la Ileje. Na nikupongeze mkuu wa mkoa kwa kusimamia utekelezaji wa ilani. Tulikuja hapa eneo hili kukagua sisi kama kamati ya siasa ya mkoa mwaka jana. Alikuwa hapana kitu, na leo hii tunashuhudia mambo makubwa yamefanyika. Hongereni sana, hongera mkuu wa mkoa pamoja na watu wako mliosimamia. Sisi tunajisikia fahari kwamba fedha zinazotolewa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan zinafanya kazi na watu wako committed kwa ajili ya kazi. Tunajua sisi kubwa zaidi ndani ya Chama cha Mapinduzi ni kupata kura. Kura tutazipateje? Ni kutekeleza miradi mikubwa kama huu ambao kwa kweli wananchi watatupa kura hata bila kuomba kura. Miradi tuliyowekewa katika wilaya hii ikilinganishwa na huko nyuma, na usimamizi unaofanyika ni tofauti na huko nyuma. Leo hii tunaona Ileje inang'ara, na haing'ai si kwa sababu nyingine, kwa sababu mosi, tumeletewa mkuu wa mkoa mwenye uchungu na uzalendo wa kutosha, naye Mchongola. Tumeletewa mkuu wa wilaya mwenye uchungu na uzalendo wa kimama kwelikweli. Tumeletewa mkurugenzi ambaye toka amefika, mimi kama mwenyekiti mzaliwa wa kijiji hiki na wilaya hiki, na yaona maendeleo na tumaini njema na kesho iliyong'ara. Mheshimiwa Waziri, watu hawa, timu hii naona inakwenda kutuvusha katika uchaguzi wa 2025. Kwa wilaya hii imependelewa sana. Kwa jicho la mtu ambaye amepita tu hapa anaona kuna upendeleo maalum kabisa, lakini nikuhakikishie kwa mkoa mzima huu mambo yalivyo wilaya hii, kila wilaya tumepita umeona mambo ni moto moto, na fedha nyingi sana serikali hii imezishusha kwa ajili ya kutatua changamoto za wananchi. Mimi nikuhakikishie mwaka wa fedha tuliomaliza mwaka jana tulipokea 100% na kidogo ya bajeti yetu, na mwaka huu nadhani tutavuka tena bajeti, si ndio Mwaijuru? Tumeshapokea yote. Tumeshapokea hela ya maendeleo 100%. Mnaweza mkaona tuko almost kota ya 3, si ndio? Tumeshapokea 100% mpaka kota ya 4. Kwa hiyo sisi hatuidai serikali, serikali inatudai sisi kuleta tafsiri ya kile ambacho wamewekeza kwenye mkoa huu. Na serikali inatudai sisi, serikali ngazi ya mkoa, kwa sababu ndio tuliopewa dhamana ya kusimamia, na sisi tunabanana kuwadai ngazi ya wilaya, na wao wanatafuta matokeo ili kuleta tafsiri ya kile ambacho tumeahidi kwa wananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Waziri, nimesema hapa, mimi nilikuwa hapa wiki mbili zilizopita. Serikali imeleta fedha nyingi kwa ajili ya kujenga jengo la makao makuu ya wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Ileje. Mimi nilikuwa natamani tulikimbize ili ile tarehe moja wakati tunaadhimisha miaka 50
tuazimishe tukiwa tunaingia kwenye jengo lenye heshima na hadhi mpya ya kuanza miaka 50 mingine. Mkataba unaturuhusu, mazingira yanaturuhusu. Ndio maana tunabanana kukimbizana ili angalau hata kama tutakuwa tujafika 100%, lakini hata sherehe hizo basi watu waje wafanyie hapa, kuonyesha kwamba sasa tunaenda hatua nyingine ya msingi ya miaka 50 ya kutengeneza sasa miaka 100 tukiwa na sura mpya ya Ileje. Ileje inapendeza sana. Ukikaa hapa unatamani hata baada ya jengo kuisha harusi ziwe zinakuja kufanyikia hapa, au watu waje hapa kupiga picha za mandhari, kwa sababu panavutia, panaonyesha namna watu wanavyopanda na kutunza miti. Unaweza ukadhania nyumba ni chache kwa sababu ya kiwango cha miti iliyopo. Hii ni kwa sababu wenzetu wanajua umuhimu wa kuhifadhi mazingira, wanajua umuhimu wa mazingira kwenye maisha yao. Lakini hata ukiona milima ilivyo imepambwa na miti ya kutosha, wewe unaweza ukaona namna wenzetu utamaduni wao unavyojielekeza kwenye uhifadhi wa asili. Ndugu mkuu wa mkoa na wote tuliofuatana nao, na hasa wana Ileje, mimi binafsi yangu kwanza nieleze furaha yangu kubwa sana ya kuja tena katika mji wa Ileje. Mara ya mwisho nilipokuja kama alivyozungumza Mheshimiwa Diwani, kwa kweli ilikuwa ni miaka mingi kidogo, lakini nakumbuka tulitokea kule juu kule. Leo naona barabara kidogo iko vizuri. Maana ile barabara kipindi kile dereva akiendesha hivyo unafunga macho abiria. Ya leo naona kidogo hii tunaweza tukafungua macho tukatazama uzuri wa dunia. Lakini kwa kweli ilikuwa ni barabara moja ngumu sana. Lakini nashukuru kwa sababu maendeleo yanaonekana hata kwa macho. Unajua katika moja wanasema alama za maendeleo kwa miji mikubwa kama Dar es Salaam ni foleni. Yaani wakati mwingine tunalalamika kwamba mji una foleni kweli kweli, lakini ile ni alama ya maendeleo. Na kwa miji mingine kama hii ambayo ina uchache wa magari, maendeleo makubwa kwanza ni aina ya nyumba zenyewe unazoziona. Lakini pili, ukitazama nyumba za Ileje, ile ninayoifahamu mimi na hii Ileje ya leo ni tofauti kabisa. Leo hapa kila nyumba ina bati. Kipindi kile ukija za bati unazihesabu. Kwa kweli ni mabadiliko makubwa sana, na mimi nataka nishukuru serikali zote zilizotangulia, lakini hususan hii awamu ya 6 ambayo imeendelea kuweka mazingira mazuri ya kuwawezesha wananchi wake. Kitendo cha kujengwa makao makuu haya ya halmashauri yetu ni moja ya alama ya kwamba huduma kwa wananchi wetu wa Ileje zimefika nyumbani. Wananchi wetu wana mashida mengi sana, wana changamoto nyingi sana, lakini changamoto za wananchi haziwezi kuamuliwa kwa vikao vya chini ya miti. Changamoto zetu haziwezi kuamuliwa kwa watu wa Ileje kutoka kwenda kumtafuta mkuu wa mkoa. Changamoto za wana Ileje zinatakiwa ziamuliwe hapa Ileje. Na moja ya kitu kikubwa ambacho kinasisitizwa sana ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ni uongozi ambao unaanza katika level ya serikali ya mtaa. Na hapa nakusudia kuzungumzia wenye viti wetu wa serikali za vijiji, lakini pia wenye viti wa serikali za mitaa, ambao ndio wanakuwa watu wa kwanza kusikiliza kero na changamoto za wananchi katika maeneo waliopo. Na kwa kufanya hivyo, wananchi wanapata nafasi ya kueleza zile zilizo changamoto zao. Baada ya kusikia changamoto za wananchi katika serikali za mitaa, vikao vya ODC vinapoitwa kupitia baraza hilo la maendeleo ya kata, kila kiongozi atapata nafasi ya kuwasilisha changamoto zilizo katika maeneo yake, na Mheshimiwa Diwani atachukua changamoto hizo na kuzipeleka katika kikao cha halmashauri. Mnapokuwa hamna ofisi nzuri kama hii ambayo madiwani na wataalamu wanakutana kwa pamoja na kujadili maendeleo ya wananchi katika eneo hilo, manake ni kwamba hata maendeleo yanayotokea ni lazima mjiulize wapi yametokea. Kwa sababu mnapokutana katika vikao vya baraza madiwani ndivyo mipango kina ya maendeleo ya watu yanapojadiliwa. Niwapongezeni sana, hususa ni mkuu wetu wa mkoa na kamati yake ambayo inasimamia matumizi katika eneo hili letu la mkoa wa Songwe. Lakini
kipekee kabisa kwa mkurugenzi wetu, maana fedha zikiletwa, mkurugenzi ndiye analetewa fedha ili yeye sasa na kamati zake za maendeleo zile ziweze kusimamia katika sekta zote zilizo muhimu. Natambua Songwe hii ambayo tunaona leo, ambayo mkuu wake wa mkoa ni Bwana Chongolo, imefanya mabadiliko makubwa sana. Binafsi nimepita maeneo mengi sana katika siku hizi 2-3 tulizokuwepo hapa. Nimeona jinsi ambavyo vilio vya watu vinasikilizwa kwa karibu zaidi. Lakini ujenzi wa jengo zuri kama hili ni ishara ya kwamba vilio vya wana Songwe, vilio vya wana Ileje vinakwenda kupata mwarobaini wake. Ileje oye! Nataka niseme ndugu zangu, nimefurahi sana kuja hapa, lakini kubwa kuliko yote ni hili ambalo limefanyika nyuma yetu hapa. Huu ndio msingi wa maendeleo. Maendeleo hayajadiliwi kwenye vijiwe, maendeleo hayajadiliwi barabarani, maendeleo yanajadiliwa katika ofisi zilizo nzuri na zilizo utulivu, ambazo zinatoa nafasi kwa wananchi kwenda kutoa shida zao na viongozi na watendaji kusikiliza shida hizo na kuzitafutia majawabu ya pamoja. Niwashukuruni sana. Lakini kwa kipekee kabisa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwisho kabisa nishukuru sana uwepo wa Chama cha Mapinduzi katika eneo hili. Maana mimi natokea Chama cha Mapinduzi, na ukiona wenzako hivi namna hii joto linapanda, na hapo unaweza kuongea siku nzima. Lakini kwa sababu ratiba ni ndefu, nataka niwashukuruni sana. Nataka niwahakikishieni wanachama cha Mapinduzi wa Ileje, serikali yenu inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Daktari haitokuwa kikwazo cha nyinyi kushindwa kupanda majukwani na kukisemea vizuri chama hichi. Tutahakikisha tunawapeni nguvu, sio nguvu tu ya kutembea, lakini nguvu ya kusema, kwa sababu serikali yenu itafanya yote yaliyo muhimu kwa wananchi wa Ileje. Lakini kwa yale ambayo hayajakamilika, aminini, Rais Samia atakapopewa miaka 5 inayokuja, ambayo mimi naamini atapewa, atakuja kufanya makubwa zaidi ambayo mnaona leo. Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa CCM wa mkoa na mneki wangu, nataka nikuhakikishieni kwamba nyinyi subirini. Muda ukifika tutakuleteni majukwaa, tutakwambieni mwenyekiti simama, sema, kwa sababu hospitali zipo, mashule yapo, miundombinu ipo, jengo la utawala lipo, mkuu wa wilaya yupo, na mambo mengine yote yamekwenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, mheshimiwa sana mkuu wa mkoa, baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiza. Asanteni sana, na jengo hili nalipa baraka, muendelee na ujenzi wajenzi wetu au mafundi wetu, hakikisheni jengo linakwisha ndani ya muda. Asanteni sana.